Classic music. Oh yeah. Kapipo. Nipe chakula mtanawa, nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba, na furaha najiimbia. Kama ukisikia naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia mapenzi. Oh yeah. Lishafanya viujanja vya kubuni, kaisoma namba kwa Kirumi, kujichanga mpaka mbuni, na kumbe najichanja kama kuni. Jitafuta wapi nakosea step, labda mvae fashion jenge shape. Mwishoni I start to doubt myself, siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndio maana bado nakuwa na kiwewe, maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu, je ni wewe? Au ndo naweka kifaranga na mwewe? Mapenzi yanataka uyape respect, commitment, assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi, umpe bunduki mlinzi asiprotect. Nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba, na furaha najiimbia. Kama ukisikia naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia mapenzi. Umetoka kusikiliza Darasa akimshirikisha Mario na Nandy wakikwambia Loyalty, ikiwa ni wimbo ambao unapatikana kwenye album ya Darasa inayofahamika kama Slave Becomes a King. Ndo wanatufungulia episode yetu ya 45 ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Na ukaribisha sana katika episode yetu ya 45 ya Wanangu Podcast. Unajua katika process ya kumsikiliza msanii wakati mwingine huwa zinatofautiana. Unaweza kawa ni wewe mwenyewe, yani you're the same person, lakini process ya kumsikiliza msanii A na kumsikiliza msanii B ikawa tofauti kidogo. Huyu A unaweza kumuelewa on spot, yani mara ya kwanza tu umesikia wimbo wake ukasema jamaa huyu anajua na tayari amekuja kwenye game yupo. Na mwingine inachukua muda kidogo. Sasa kwa upande wangu, when it comes to Mario, ilikuwa ni hiyo aina ya pili hiyo, kwamba nilikuwa nimemsikia, nimemuona na najua yupo, lakini I didn't really give him time au attention ya kumsikiliza vizuri. Sawa. Kwa hiyo nakumbuka the day ambao album hiyo ya Darasa imetoka, hiyo ya Slave Becomes a King, nikawa naisikiliza, na huwa napenda kusikiza album mwanzo mpaka mwisho, and then zile nyimbo ambazo zimekuwa interesting kwangu nazirudia. Sasa kwamba unaweza kusikiza let's say 15 songs, alafu baada ya hapo sasa labda nasema huu namba 2 niliona kama ni mzuri na usikiza tena, ule namba 4 niliona mzuri na usikiza tena. Hiyo ndio process yangu ya kwanza ya kusikiza albums. Kwa hiyo that day nilipokuwa nasikiza hii album ya Darasa, nilipofika kwenye huu wimbo wa Loyalty, before hata sijamaliza album nikajikuta nimeurudia tena. Na katika kujiuliza kwa sababu gani, ninafikiri ni wimbo ni mkali generally, lakini hii chorus ya Mario ndio ilikuwa inanifanya nirudie. Na from that time ndio nikaanza kumwangalia kwa jicho lingine sasa, kwamba huyu jamaa pengine kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nimekioverlook mwanzoni. Kwa hiyo from that moment nikaanza kumwangalia kwa makini zaidi. Akitoa wimbo nasikiliza tena, so the guy is good, au sio? And then baadaye akaja akatoa album yake ya kwanza, nikaisikiliza. Sikuwa shabiki sana, sio kwamba nilielewa sana au nisikuipenda, ilikuwa katikati tu, yani nikaona fresh is the first album. Haina noma, sio mbaya. And then last year mwishoni 2024 akaachia album yake ya pili ambayo inafahamika kwa jina la The Godson. And now story imebadilika kidogo, kwa sababu niliona kama nilivyosema from the day nimeusikiza wimbo wa Darasa, kwa nikawa yupo kwenye target, yani namwangalia, okay, ametoa nasikiliza. This album I really like it. Hii album ambayo ameitoa sasa hivi, The Godson, I think is a very good album in my opinion. Na neno langu sio sheria, au sio? Nazungumza ni maoni yangu mimi kama mimi
lakini tuna share na wanangu, au sio? Kwa hiyo nafikiri ni album ambayo ni special sana kwa sababu ambazo utazisikia muda sio mrefu, kwa sababu nataka kufanya review ya track by track na sitakuwa nikiplay nyimbo kwa sababu nataka na wewe uende ukasikilize. Kwanza unaweza kaa ushazisikia sana mtaani so far mpaka sasa hivi, nikipita naona almost album mzima inapigwa. Sasa sijui hawa watu kama wanasikiliza kwenye streaming platforms au YouTube au I don't know, lakini naona album inapigwa sana mtaani, au sio? Kwa hiyo leo nataka kufanya review ya album ya Mario inayofahamika kama The Godson ambayo ilitoka 2024. Ni album ambayo ina play kwa dakika 55 na ina nyimbo 17, no skits, nothing, it's just songs. Hakuna zile labda skits za between songs, no, it's just pure songs kuanzia wimbo wa kwanza mpaka wimbo wa 17, na kuna features watu 10, ameshirikisha watu 10 kwenye hii album. Kwa hiyo tutaenda kuangalia namna gani mimi nimeipasivu hii album, na nimeisikiza mara kadhaa, na kila nikisikiliza nafikiri ni album ambayo imesukwa vizuri sana. Nitasema vitu ambavyo nimevipenda zaidi kwenye album, lakini vivyo nitasema vitu ambavyo nahisi kidogo kwa upande wangu havikuwa vimekaa sawa. Kwa hiyo usiende mbali, stay tuned, I'll be back. Mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu. Wanangu Books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada. Kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania. Ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule lakini vina uwezo wa kumuongezea mwanafunzi ufahamu. So piga namba 0766711808, namba ambayo vile vile inapatikana kwenye WhatsApp, ujipatie kitabu chako leo. Unasikiliza Wanangu Podcast. Yes, so without further ado, naona tuende kwenye uchambuzi wa album, lakini kabla sijaanza kuchambua track by track, katika kupita kwangu nilipokuwa nafanya research zangu na nini kuhusiana na hii album ya The Godson, nilienda YouTube kwa lengo la kuangalia maybe kama nitakutana na interviews ambazo amezifanya kuhusiana na hii album, lakini sikuona sana, lakini nikakutana na teaser ya album ambayo nafikiri ni short film ambayo ilitoka kabla album haijatoka. Na kikubwa nafikiri ile ukiangalia ndio utagundua sasa theme nzima ya album iko wapi, kwa sababu ni short film ambayo inamuonyesha Mario yuko zake ndani ametulia na nini, amekaa, lakini akawa anataka kuchukua nafikiri ni remote kwenye, kama sikosei, kwenye meza. Alikuwa amekaa kwenye kochi hivi. Sasa kama ameboreka akaona ina namna inabidi tunichukue. Ile anachukua tu feni ambayo ilikuwa inazunguka juu yake ikawa imedondoka pale ambapo alikuwa yeye amekaa. Unaona, kwa hiyo ndio hiyo theme ya the Godson, kwa maana ya kwamba yani Mungu anamlinda yani haijalishi kwamba kuna vitu vingapi ambavyo vinataka kuwork against yeye, lakini Mungu bado yuko anamlinda kwenye kila kitu ambacho anakifanya. Na ndio theme ya album, nafikiri ndio maana ameita The Godson. Lakini pia tukio lingine linamuonyesha kwamba yuko peke yake, amevaa earphones anasikiliza muziki nafikiri kwenye simu. Kwa hiyo ameenda jikoni, alikuwa anataka kupika kitu, lakini kumbe kuna gesi ilikuwa ina leak kule juu. Basi anachukua kiberiti anataka kuwasha, kiberiti kimeisha. Kwa hiyo ikabidi apuuzie ile jambo lake la kutaka kupika. Kwa hiyo akawa ameokoka kutoka kwenye msala, kwa sababu kama kiberiti kingewaka kile, maana yake nyumba nzima pengine ingelipuka na vitu kama hivyo. Ukitaka kujua theme ya album, nafikiri ile teaser pia inaweza kukusaidia, na matukio mengine yanaendelea kwenye hiyo teaser, hiyo short film ambayo aliifanya, na bila shaka nafikiri aliitoa kabla album haijatoka. Kwa hiyo theme ya album sana ni kwamba haijalishi kwamba watu wanataka nishuke chini kwa kiasi gani, au hawanipendi au hawapendi mafanikio yangu, lakini kwa kuwa mimi ni mtoto wa Mungu, basi nitaendelea kuprosper, nitaendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo ndio general theme of the album, ambayo sana sasa inatupeleka kwenye wimbo wa kwanza kwenye album ambao unaitwa Alhamdulillah. Ni wimbo ambao unaelezea maisha ya chini ambao Mario ameanzia, yeye na mama yake. Anaelezea taswira nzima ya mtaani kwao jinsi ilivyo na vitu kama hivyo, ugumu wa maisha, harakati ambazo zinafanyika kule ili watu waweze kujikomboa kutoka kwenye maisha yale. Anasema chapati na maharage ndo zimeleta do, bodaboda ndo imeleta do. Umeona, kwa anaelezea upande wa huku nyumbani ambako ametokea na maisha ya hali ya chini ambayo ametokea.
lakini vile vile baadaye anaelezea upande wa pili sasa, akimshukuru Mungu kwa kuweza kumwezesha kufika hapa alipofika sasa hivi. Kwa hiyo ndo anamwambia alhamdulillah, ambapo ni neno la Kiarabu ambalo linamaanisha kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? Kwa hiyo na huo ndo wimbo wa kwanza kwenye album hii ya Mario ambayo inaitwa The God's Son. Kwa hiyo album inaitwa The God's Son and the first song inaitwa Alhamdulillah. Kwa hiyo unaona theme imekaa vizuri sana, na nilipenda sana hicho kitu kwa sababu unapokuwa unaita album jina kama hili inabidi kwa kuna nyimbo ambazo zina support sasa what you are talking about, si ndio? Kwa hiyo nilipenda sana hicho kitu. The first song Alhamdulillah and the name of the album ni The God's Son. Kwa hiyo anaanza kama hivyo, na vibe ya wimbo huu ni vibe ya nyimbo za Mario kama unavyojua. Iko calm lakini iko very entertaining. Na message ambayo anaitoa humo ni message ambayo ni rahisi sana kurelate nayo, kwa sababu anazungumzia maisha yetu ya kila siku haya ya chapati na maharage, bodaboda, dalini, umeona. Kwa hiyo wimbo ambao ni rahisi sana kurelate nao kama Mtanzania wa kawaida. Na amefanya vizuri, una vibe nzuri. Sio kwamba ukiusikiliza kwamba unahisi basi ndo matatizo, na wimbo fana ambao una vibe nzuri kwa sababu ameelezea alikotoka, lakini vile anamshukuru Mungu pia kwa kufika hapa alipofika, kwa sababu anafanya vizuri sasa hivi. Wimbo wa pili unaitwa My Daughter, na ni wimbo ambao bila shaka kamwimbia mtoto wake wa kike, lakini ni wimbo ambao pia unaweza kurelate nao sana kwa wale ambao wana watoto wa kike. Nafikiri ni wimbo mzuri sana, una vibe nzuri na una maneno mazuri ambayo yanamtia moyo mtoto kuja kuwa mtoto mzuri, awe na tabia nzuri, kutambua kwa vile vile kwamba anapendwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vibe, ana maintain vibe ile ambayo ameanza nayo kwenye Alhamdulillah na inaendelea kwenye My Daughter pia. Kitu ambacho napenda kuhusu hii album pia ni kwamba vibe haifluctuate sana, kwamba vibe ni ile ambayo unaanza nayo kwenye wimbo wa kwanza almost mpaka kwenye wimbo wa mwisho. Yani haishuki sana, haipandi sana, na nyimbo zote zina maintain same tempo na same vibe, au sio? Japokuwa zina message tofauti, lakini uzuri wake ni huo, ni kama playlist nzuri ambayo imetengenezwa kwa ajili ya ukiplay wimbo wa kwanza basi ina flow tu mpaka mwisho. Wimbo wa tatu unaitwa Soba, na ndio hapa tunakutana na collaboration ya kwanza ambayo kamshirikisha Alikiba. Ni wimbo ambao unahusiana na soba. Unajua ukisema kwamba mtu yuko soba ni kwamba yuko, yani kwamba hajatumia kilevi chochote. Kwa hiyo anasema sisi wote hapa tuna ndoto za kwenda mbinguni, na bado of course anazungumza na Mwenyezi Mungu kwa sababu theme ya album bado iko pale The God's Son, au sio? Kwa hiyo anazungumza na Mwenyezi Mungu na anamwambia kwamba sisi sote hapa tuna ndoto za kwenda mbinguni, yani tufike huko mbinguni, lakini anasema ndio maana leo tuko soba, kwamba hatujatumia kilevi na nini. Kwa hiyo katika mashairi yao wanaeleza kwamba wakati mwingine wanatumia kilevi kwa sababu ya ugumu wa maisha, kwa sababu ya stress ambazo watu wanazipitia. Kwa hiyo inakuwa ngumu wakati mwingine hold on ile sobriety. Kwa hiyo unajikuta kwamba ameingia kwenye kunywa, au sio? Lakini swali langu ni moja tu, ni kwamba kitu ambacho naona kidogo kiko off ni kwamba kama unaongea na Mwenyezi Mungu unamwambiaje kwamba leo niko soba? Yani hauwezi hata kuweka commitment kwamba okay tutajitahidi kuwa soba. Ni kwamba leo tuko soba, yani tuna ndoto za kwenda mbinguni lakini leo tuko soba. So what about tomorrow? At the same time pia unaelezea kwamba watu tunakunywa kwa sababu hii, na of course is understandable kwa kibinadamu, lakini unaweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu kumwambia kwamba mimi na ndoto ya kuja mbinguni, lakini ndio maana leo niko soba, Mwenyezi Mungu. Jana nilikunywa tu kwa sababu nilikuwa na matatizo. So it's like unaleta excuses ambazo nafikiri kibinadamu zingeeleweka, lakini in the context ya kwamba unaongea na Mwenyezi Mungu kidogo inakuwa iko off. But ni wimbo, ni idea nzuri ya wimbo overall, lakini kiuhalisia ukileta kwenye maisha ya kawaida kidogo inakuwa ina au kakasi kwa mbali. But it's a beautiful song, vibe iko pale kama nilivyosema, bado ina flow na rhythm ile ya album. Kienda kwenye wimbo namba 4 tunakutana na collaboration nyingine kati ya Mario na jamaa kutoka Nairobi anayefahamika kama BN, akiwa ni member wa kundi la Sauti Sol, au sio? Jamaa mmoja ambaye ni vocalist mmoja ambaye namkubali sana na amefanya kazi nzuri. Of course huu wimbo ni mkali sana, na kuna jamaa anamjua anaupenda sana wimbo, yani all the time ana play wimbo. Kwa hiyo it's a very nice song, collaboration ya mtu kutoka Tanzania na mtu kutoka Kenya, Nairobi. Na nimependa kitu kimoja ambacho amekifanya kiusanii ni kwamba Mario anaanza verse ya kwanza anasema amekutana na udada Nairobi,
na wakapendana na wameoana, sasa ndo shaoana. And then inapokuja verse ya Bien, naye anasema amekutana na udada Tanzania Mikocheni, naye anaelezea mambo yake, anavyoelezea mwishoni anasema ndo tushaoana. Kwa hiyo ni wimbo ambao nafikiri utakuwa perfect kupigwa kama baada ya sherehe ya harusi hivi, yani kwamba ndio ishatokea hivyo, ndo tushaoana. Kama ulikuwa utaki unataka, ndio imeshatokea hivyo. It's a very beautiful song, vibe ile na maintain kuanzia mwanzo wa album kuendelea na vibe ile. Kwa hiyo yes, kutokea hapo unakuja kwenye wimbo namba 5 ambao unaitwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hata hii arrangement ya nyimbo pia nilipenda, ni sanaa vile kwa sababu wimbo wa 4 unaitwa Nairobi, wimbo wa 5 unaitwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hii ni miji miwili ambayo ni mikubwa katika East Africa na imefuatana katika sequence ya nyimbo kwenye album hii ya Mario ya The Godson. Na wimbo namba 5 wa Dar es Salaam ni wimbo ambao una maadhi ya kizamani kidogo, inapigwa gita moja fulani hivi ambao linakukumbusha maadhi fulani ya zamani, nyimbo za wazee wetu zamani, lakini vile una vibe ya sasa hivi. Na especially napenda sana chorus, naona ina complement ile gita ambayo inapigwa kwenye background. Nafikiri ile chorus ambayo inakuja nayo Mario, ambayo imekaa kama kimasiara, kama haiko serious hivi, lakini it's very nice, ina fit vizuri sana na ile gita. Lakini ni wimbo ambao ni fumbo. Nafikiri kuna vitu vinazungumzwa huko ndani ambavyo pengine singependa sana kwenda deep sana kwenye message, lakini anazungumzia bandari salama ambayo ni jina lingine la jiji la Dar es Salaam ambayo tunalifahamu, nafikiri watu wengi tunafahamu, lakini kuna vitu ambavyo anavizungumza, there is a deeper message here ambayo anaizungumza, ambayo nafikiri imekaa pengine kimahaba zaidi na vitu kama hivyo. But ni wimbo ambao ni fumbo, ambao ukisikiza juu unaweza kuhisi tu just a normal song, lakini kuna message, there's a deeper message, au sio? Baada ya hapo inafuata track ya 6 ambayo inaitwa Happiness, ambayo Mario amemshirikisha Kenny So kutoka nchini Rwanda. Ni wimbo mzuri ambao pia na wenyewe una theme ya kuoana, na unanikumbusha YouTube nimeona kuna dada mmoja amecomment kwamba Mario, tunakuomba wewe unatuimbia na sisi ambao mapenzi yanatutesa. Yaani unaonekana nyimbo zako wewe unafurahia sana mapenzi. Cheka sana. Kwa hiyo na kwenye hii album pia kuna theme sana, hii theme ya kuoana na vitu kama hivyo, yani kwamba mambo yanaenda vizuri kwenye relationship yake. Nafikiri album is also personal kwake yeye sana, anazungumzia vitu ambavyo anavipitia pengine, lakini yeye ndio yupo kwenye position ya kusema kama album ni personal au la. Lakini from kusikiliza tu unaweza kuona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo pengine vina uhusiana na namna ambavyo maisha yake yanaenda at the moment, kwa sababu sanaa pia ina kitu kama hicho cha kureflect vitu halisi ambavyo vinatokea kwenye maisha ya msanii au mwana sanaa ambaye anaifanya hiyo sanaa. Kwa hiyo kutoka hapo sasa tunaenda kwenye wimbo namba 7 ambao unaitwa Salio. Na namna ambavyo umeandikwa Salio, lakini kuna double O huko mwishoni, Salio. Sasa nafikiri unajua wasanii wana haki zao, wanaweza kuichezea lugha kwa namna ambavyo wao wanaona ni sahihi. Kwa hiyo na ni wimbo ambao una theme ambayo inajirudia sana kwenye sanaa, especially sanaa yetu sisi hapa Tanzania. Theme ya kwamba mtu unaachwa kwa sababu hauna fedha, umeona. Kwa hiyo ndio anachozungumzia Mario, kwamba ameshtuka sasa kwamba mtu aliyokuwa naye kumbe anachowaza yeye ni salio, kwa maana anaanza fedha. Kwa hiyo baada ya kujua hivyo, basi inabidi sasa na yeye aende akapambane huko akapate fedha, alafu mapenzi yatafuata baadaye. Kwa hiyo huo ndio wimbo unazungumzia kitu kama hicho ambacho, lakini ni wimbo mzuri sana. Kuna wordplay humo ndani, wanachezea neno hela na vitu kama hivyo, ukiusikiliza it's a nice song. Kutokea hapo sasa tunaenda kwenye wimbo namba 8 ambao unaitwa Wangu, ambao ndani ameshirikishwa Harmonize. Na ni wimbo mzuri, nyimbo so far. Kwa mfano hapa tulipoanzia kuanzia wimbo namba 1 mpaka hapa tulipofika, yani hizi nyimbo zote zina vibe yake ambayo imetulia sana, unaweza kusikiliza ni kama playlist kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuna message. Naposema it's a nice album, ni album nzuri sana. Kwa hiyo sasa wimbo ambao unaitwa Wangu, ambao ni Mario ameshirikisha Harmonize, wimbo namba 8, na wenyewe pia una vibe ile ni wimbo mzuri wa mapenzi,
ambao unaelezea tu kwamba jinsi gani mtu anamuelewa zaidi mtu wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Harmonize pia amefanya vizuri sana kwenye hiyo collab ambayo amepewa. Nafikiri collab zote unaweza kusema amefanya vizuri. Kuanzia Alikiba kafanya vizuri, BN kafanya vizuri, Kenny Soul kafanya vizuri, Harmonize kafanya vizuri, na hizi collab za mbele ambazo bado hatujazifikia wote wamefanya vizuri. Kwa hiyo na ndio kitu ambacho pia napenda wakati mwingine ambapo mtu anawekwa kwenye wimbo kwa sababu ameonekana atafiti kiusanii. Sio kwa sababu ya trend, labda huyu jamaa ana trend sana sasa hivi ngoja tumweke kwenye wimbo, tujaribu kumforce afiti kwenye wimbo. Lakini collab nyingi ambazo zipo kwenye hii album ni kwamba mtu anafiti pale kiusanii. Yaani kwamba mtu na assume labda Mario amefanya verse ya kwanza na chorus, anaona kwenye wimbo huu ngoja nimweke Harmonize hapa, au hapa ngoja nimweke Alikiba, na kweli unaona kabisa wamefit kwenye ile sehemu ambayo wamewekwa, kwa sababu sio tu kwa sababu mtu fulani ana jina au mtu fulani ana trend sasa hivi, au sio? Kwa hiyo na wakati mwingine ukiforce collab kama hivi inaonekana kabisa, yani ile chemistry unakuta haipo, lakini ni kwamba kwa sababu tu mtu fulani ana jina sasa hivi basi amekaa hapo, au sio? From there sasa tunaenda kwenye wimbo namba 9 ambao unaitwa My Eyes. Mundani sasa mnapata sasa collab jamaa kutoka Nigeria anaitwa Pato Ranking. It's a very interesting song kwa sababu una vibe ya zile nyimbo za pwani hivi za zamani. Yani kwenye asili beat inavyoanza kidogo unapata ile vibe ya kama mduara naweza kusema, lakini pia ina kiki ambazo zinamruhusu mtu kama Pato Ranking kwa aina ya muziki ambao unaweza kufanya, ambao anaufanya kuweza kukaa pia kwenye wimbo. Kwa hiyo it's very interesting kwa mimi nikiangalia, kwa sababu ni wimbo ambao una vibe ya Kiswahili, ya muziki wa Kiswahili, lakini vile vile producer aliweza kuweka kicks ambazo zikamruhusu Pato Ranking na namna ya muziki ambao anaufanya ambao umechangamka kidogo kulinganisha na wakwetu, lakini vitu vimekaa vizuri na vibe ipo, hakuna disparity yoyote, labda hakuna kutofautiana kokote kwa vibe au nini. Kwa hiyo ni wimbo mzuri, it's a nice song ambao pia ni wa mapenzi. Anamwambia kama uniamini niangalie machoni, hence the idea, the title of the song my eyes. Kwa hiyo ni wimbo mzuri. Kutoka hapo unaenda kwenye wimbo namba 10 ambao unaitwa Pini, ambao amemshirikisha Aslay. Na Aslay kwenye huu wimbo amefanya kitu ambacho siku zote nilikuwa najua Aslay ni mbaya, anajua kuimba, lakini kuna njia fulani ambazo amepita kwenye huu wimbo ambazo huwa hata nikikaa hiyo verse yoga inanirudia wakati mwingine, kwa sababu ya njia. Mimi sijui kuimba, lakini kuna njia fulani mtu akipita naona this is really good. Yani inabidi wewe unajua muziki au unajua kuimba, kwa hiyo kuweza kupita njia kama hizi. Na jinsi alivyofungua verse yake Aslay, amefungua kwa namna ambayo sidhani kama wasanii wengi sana wanaweza kufanya hivyo. Japokuwa ina sound kirahisi, lakini I think kwenye kuperform, kwenye kuimba kwa namna ambavyo yeye ameimba kuna ugumu wake kidogo. Lakini vile vile wimbo naupenda kwa sababu kuna theme ya football. Mario anasema kwamba yeye ni shabiki yani kwa sababu wimbo unahusu ulipiza mabaya, yani kwamba yeye na ex wake sio aliachana, kwa hiyo ex alimwacha Mario, kwa hiyo Mario anafurahi kuona kwamba ex anafanya vibaya sasa hivi kwenye maisha. Na hiyo ni theme ambayo ipo sana siku hizi kwa vijana sasa hivi, ambao wasanii wanazungumza sana kitu kama hicho, kwamba mtu umeachana naye unataka upate shida na nini. Kwa hiyo same thing anaelezea hapa, lakini anasema kwamba yeye ni shabiki wa Simba, kwa hiyo ubaya ubwela kwenye album yake, kwenye verse yake. Sasa Mario anapokuja Aslay kwenye verse yake, naye ana refer theme ya mpira vile vile, anasema kwa hiyo sasa hivi napigiwa mapasi hapa kome tu, umeona. Kwa hiyo napenda unapokuwa kuna theme ambayo imeanza kwenye verse ya kwanza ambayo ni ya Mario, and then na Aslay anapokuja naye anaeleza na theme ile lakini kinamna yake, sio kwamba naye amerudia ubaya ubwela, na yeye ameelezea upande wa pili. Sasa mtaja pa kome na vitu kama hivyo. Kwa ni kitu ambacho nilikipenda, hiyo theme ya mpira kuweza kuwepo pale na kuendelezwa kwa namna ambavyo imeendelezwa. Lakini vile vile vibe ya wimbo ni mzuri. Aslay kama nilivyosema kafanya vizuri. Wimbo unaofuata sasa, wimbo namba 11 unaitwa Njozi. Huu wimbo ambao mshikisha jamaa anaitwa Element LA.
Ni wimbo mzuri sana, nao pia ni feature nzuri sana. Jamaa kafanya vizuri, amefungua vizuri sana verse yake. Jamaa alishirikishwa. Mario pia kama kawaida kafanya vizuri sana, nice song inaitwa Njozi. Wimbo namba 12 ameshirikishwa King Promise, unaitwa No One. Ni wimbo ambao una theme ya birthday lakini na mapenzi vile vile. Kwa hiyo naelezea real life situations ambazo watu wengi wanaweza kupitia nazo humo, kwamba mtu unampenda, unataka kushow mapenzi lakini unajua limitation, your financial limitations ambazo zinaweza kukuzuia wewe kuweza kuprovide labda kumnunulia gari au nyumba au nini, lakini mapenzi yako pale pale, au sio? Kwa hiyo kuna kitu kama hicho pia. Wimbo namba 13 amemshirikisha jamaa anaitwa Joshua Baraka. Huyu jamaa bwana, kama nilivyosema, naye nilikuwa nimeanza kumtarget. Kuna wimbo niliuona kwenye TV siku moja, nikaushaza na uoga na usikiliza, nikasema jamaa unajua taratibu unaweza kumuona jamaa kama mbona kama yuko vizuri hivi. Kwa hiyo nilishtuka pia kumuona kwenye album ya Mario, nikasema okay, so hiyo pia ina validate kile kitu ambacho nilikuwa nimeshaanza kukiona kwamba the guy is good. Kwa hiyo wimbo unaitwa High, una chorus moja ya Kiafrika sana, yani ina mahadhi ya Afrika, yani ukiambiwa kwa muziki wa Afrika basi hii chorus ya High ina mahadhi hayo, na it's a love song. Joshua kafanya vizuri sana, hiyo feature yake ameua, na Mario kafanya vizuri. Kwa hiyo ni wimbo mzuri pia ambao una complement album vizuri sana. Wimbo unaofuata namba 14 unaitwa Why. Wimbo ambao naweza kukiri kwamba the first time nimeusikiliza nafikiri niliuelewa vibaya. Sababu ni kama Mario anaomba yuko yeye na mtu wake Faraga, anaomba wa rekodi kinachoendelea huko, si ndio? Anaomba tujirekodi na vitu kama hivyo. Na hizi kesi zimekuwa nyingi sana mitandaoni siku hizi, kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kila mtu ana simu, kila simu ina kamera. Kwa hiyo watu wanarekodi na baadaye vitu vinavuja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa Mario, nafikiri mara kwanza nilivyosikiza nikajua ndo theme ya wimbo, yani kwamba ndo huo, kwamba yeye anataka hivyo. But baadaye nikaja kuelewa kwamba okay, so kinachofanyika kwenye wimbo ni kwamba Mario anakuwa kama anamuomba huyu mtu wake kwamba warekodi. Sasa katika kumuomba anampa visababu fulani hivi ambavyo vimekaa, maana simu yangu ina password, sijui kuna mtu aliniibiaga simu akashindwa kuitumia akairudisha kwa sababu gani, ina password. Kwa hiyo ni kama anajaribu kumshawishi huyo mwenzake waweze kurekodi kinachoendelea hapo, lakini mwenzake anamwambia anaijua hiyo, yani kwamba hiyo trick ambayo unaweza kuitumia mimi naijua hiyo. Kwa hiyo pengine alikataliwa, matokeo hayatuambiwi, lakini niliposikiliza mara ya pili ndo nikagundua okay, so Mario ameamua kucapture ile tukio ambao pengine watu wanatumia trick kama hizo kuweza ku pull off kitu kama hicho, kumwomba mwenzake kwamba okay, naomba tu record na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri ameamua unaweza kuchukulia kama ni wimbo ambao unaelimisha pia, kwamba baada ya kusikia huo hatutegemei kwamba wewe pia uingie kingi kwenye vitu kama hivyo, yani kwa sababu za kijinga tu kama hizo, kwa sababu tayari umeshausikia wimbo na umeona kwamba hii ni trick ambazo pengine wanaume kwa upande mmoja wanatumia kuweza kufanikisha wao kurekodi na vitu kama hivyo, umeona. Kwa hiyo niliposikiza mara ya pili ndo nikagundua sasa okay, so ameamua kucapture hili tukio na kuweka hapo, na inaweza likatumika vile vile kama elimu kwa watu wengine, kwamba mtu akikwambia sababu za kirahisi kama hizi kwamba simu yangu ina password, kwa hamna kitu ambacho kinaweza kikavuja na vitu kama hivyo, ni sababu ambazo ni za kijinga tu ambazo hutaki kuziconsider kiasi kwa haraka kiasi hicho. Umeona, japokuwa maisha ambayo watu wanaishi private, of course ni maisha yao na kila mtu ana uhuru wa kufanya kile ambacho anataka kufanya akiwa private, au sio? Kwa hiyo lakini baadaye nilivyosikiza ndo nikagundua okay, this message imekaa kinamna hii. Kwa hiyo ninavyoutazama sasa hivi na nilivyoutazama the first time nilivyosikiliza ni tofauti kabisa. Wimbo namba 15 ni 2025 ambao kamshirikisha Stans. Nafikiri wimbo ulikuwa umetoka hata kabla album haijatoka, na ni wimbo mzuri sana, ni wimbo wa mapenzi vile vile. Unaelezea watu ambao wamependana na wana expect kwamba watakuwa pamoja kwa miaka mingi na inayokuja. Wimbo unaofuata ni wimbo namba 16 Hakuna Matata, ambao na wenyewe bila shaka ulikuwa umetoka kabla ya album. The beat is crazy, kitu ambacho Stukiz kafanya ni kikubwa sana kwenye wimbo. Ni moja kati ya nyimbo zangu pendwa kabisa kutoka kwa Mario, na nafikiri
I don't know, it's just a nice song bro. Ukisikiliza beat, ukisikiliza namna ambavyo Mario anatembea kwenye hiyo beat, ukisikiliza, yani wimbo kwa ujumla tu ni mzuri, una vibe. The video was also very nice na ikumbuka. Kwa hiyo huo ndio wimbo namba 15, hakuna matata, nafikiri watu wote wanaojua. Wimbo namba 17 ambao ndio wimbo wa mwisho unaitwa Unanichekesha au Move On. Huu ndio wimbo kidogo ambao unakuja sasa. Nafikiri wao walivyofikiria kwa sababu ndio wimbo wa mwisho, kwa hiyo tunataka tufunge album na wimbo umechangamka kidogo kufanisha na nyimbo zilizotangulia hizo zote. Wimbo ambao umechangamka kidogo, una kick na nini. Lakini shida yangu ndio iko hapo kwa sababu album inaitwa The Godson na umefungua na Alhamdulillah. Nilikuwa nategemea unapofunga utafunga tena na Mwenyezi Mungu. Hicho ndio ambacho nilikuwa nakifikiria kwa sababu kama the first song inaitwa Alhamdulillah, huko chini kuna kitu fulani ambacho utakiwa connect ili uweze kuclose ile theme ya album. Umeona, ndio kitu ambacho nilikuwa na expect sana. Kwa hiyo nilipofika mwishoni nikaona okay, sio mbaya. Ipokuwa hata kwenye huo wimbo wenyewe pia anajizungumzia kwamba yeye ni mtoto wa Mungu na nini. Kwa hiyo ni sio mbaya, lakini ningependa zaidi kama angefunga na ili kuifunga ile theme yote sasa ya The Godson, kwamba amalize pia kama ilivyoanza na Mungu, amalize na Mungu, japokuwa sio kwamba yeye anaimba labda muziki wa dini, kwa hiyo haimfungi sana, yeye anaweza kufanya anachotaka. Na nafikiri pia walifanya hivyo sababu walikuwa wanataka kuimaliza album kwa nguvu, yani amalize na kitu ambacho kimechangamka kidogo, tofauti na nyimbo ambazo zimetangulia. Lakini so far the album is really good to me. Kama utaweza kucomment kwenye hapo kwenye channel yetu ya Wanangu Podcast hapo Telegram, utuambie wewe umeisikiaje hii album. Kama hujasikiliza nenda kaisikilize, and then unaweza kucomment baadaye kwamba wewe umeisikiaje, ni kitu gani umekipenda kutoka kwenye album, ni kitu gani hujakipenda, ni kitu gani ambacho uliexpect pengine hakipo, au ni kitu gani ambacho ameexceed pale ambapo ulikuwa umetegemea kwamba atafikia. Lakini so far album kwangu mimi naona ni album nzuri sana, nyimbo nzuri zote zinasikilizika from the beginning to the end. Na ni hata album cover yenyewe ukiangalia, Godson kuna ngazi pale, amevaa nguo nyeupe, of course mbingu inaonekana kule, na ambacho sijui kama alikuwa anapanda au anashuka kwenye ile ngazi, sababu kupanda kungeweza kumaanisha kitu kingine kabisa, na kushuka pengine kunaweza kuwa kunaleta maana zaidi. Kama alikuwa anashuka pengine sasa ndio mtoto wa Mungu ndio anashuka sasa, lakini mtoto wa Mungu angehitaji ngazi kweli? I don't know, I'm not sure. Lakini sanaa ni sanaa, unajua yeye alivyoweka vile pengine alikuwa na vision yao tofauti kidogo, umeona. Lakini so far so good. Nafikiri album kwa upande wangu mimi imeni surprise, it's really really good, na nafikiri ni hatua kubwa kutoka kwenye ile album ya kwanza ambayo haikuwa mbaya, it was nice. I think this one is better. Kwa hiyo shout out to Mario kwa kufanya muziki mzuri, na mimi ni mtu ambaye napenda kufuatilia zaidi sanaa, nyimbo kuliko maisha ya mtu binafsi. So pengine kuna vitu ambavyo nimevimiss kuvimention kwa sababu tu sijafuatilia maisha yake binafsi yeye kama yeye, pengine ningeweza kurelate vizuri na album, lakini kwa nimefocus sana kwenye sanaa yenyewe ambayo nafikiri kwangu mimi nimeiona imekaa vizuri sana. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 45 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.